Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Julai 16. Somo lisemalo kuzinduka kwa kuchelewa. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu, na taabu yote mliotaabika katika kuzitenda. Na tazama, yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Mhubiri 2:11. Kwa uzoefu mchungu wake mwenyewe, Sulemani alijifunza ubatili wa maisha ambayo yanatafuta katika vitu vya dunia mema yake juu kabisa. Alisimamisha madhabahu kwa miungu ya kipagani na kujifunza jinsi ahadi yao ya utulivu kwa roho ilivyo bure. Mawazo ya huzuni na ya kusumbua roho yalimsumbua usiku na mchana. Kwake hapakuwa tena furaha ya maisha au utulivu wa akili na wakati ujao uliotiwa giza kwa kukata tamaa. Hata hivyo, Bwana hakumwacha. Kwa ujumbe wa makaripio na hukumu kali, alitafuta kumwamsha mfalme apate kutambua ubaya wa mwelekeo wake. Mwisho Bwana, kupitia kwa nabii, alimpa Sulemani ujumbe wa kushtusha. Hakika nitaurarua ufalme usio wako, nami nitampa mtumishi wako. Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaurarua utoke katika mkono wa mwana wako. Akiamshwa kama kutoka katika ndoto na hukumu hii iliyotamkwa dhidi yake na nyumba yake, Sulemani kwa dhamiri iliyouishwa haraka alianza kuona upumbavu wake katika nuru yake halisi. Akiwa ametulizwa na mateso ya roho na akili na mwili vikiwa vimedhoofika, aligeuka akiwa amechoka na mwenye kiu kutoka katika mabirika yaliyovunjika ya dunia, apate kunywa tena kwenye chemchemi ya uzima. Hakuweza kamwe kutumaini kuepuka matokeo yenye kuharibu ya dhambi. Hakuweza kamwe kuiweka huru akili yake kutoka katika kumbukumbu zote za mwelekeo wa kujiendekeza ambao alikuwa ameufuata. Lakini angejaribu kwa bidii kuwashawishi wengine wasiufuate upumbavu. Mtu anayetubu kweli kweli aondoi dhambi zake za zamani kutoka katika kumbukumbu yake. Mara tu anapopata amani, hawezi kuwa mzembe kuhusu makosa aliyoyafanya. Anawafikiria wale ambao wameongozwa katika uovu kwa sababu ya mwelekeo wake na kujaribu kwa kila njia inayowezekana kuwaongoza kurudi nyuma katika njia ya kweli. Kadiri nuru ile aliyoingia inavyozidi kuwa wazi, ndivyo tamaa yake ya kuweka miguu ya wengine katika njia sahihi inavyozidi kuwa na nguvu. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kuzinduka kwa kuchelewa. Hebu
na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa pale tunapotenda mabaya na Roho yako akiongea pamoja nasi, basi tuzinduke mapema kabla tujachelewa. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi